Faith, jambo. Jambo. Unaendeleaje? Kuna swali ambalo nilitaka kukuuliza last time. Unajua niliona umepigwa viboko na mijeredi pale wakati tuliongelelea kuhusu singlehood. Watu wengi wakaanza kucomment pale, comment section yako imejaa. Sasa kwa leo ndio wasione ni kama unazuia watu kuolewa ama kuoa. Nataka tuongelee kuhusu ndoa. Kwa mawaidha tu mafupi utuelezee kiini cha ndoa, ni aje tutakaa kwa utakatifu, ni aje tuta-avoid hizi mambo za murderers, yani unapata ndoa watu wakikosana, mnauana, unapata suicidal thoughts, kuna wamama wengi hupata suicidal thoughts, na tunashangaa sana na nikashindwa mbona watu wanakupiga mijeredi unapoongelelea kuhusu watu kungoja hadi ndoa. Sasa ndoa nayo changamoto zake ndio hizi. Kuna video hata nimeona kuna jamaa ambaye alioa mwanamke. Baadaye mwanamke ana commit suicide, ule jamaa akiwa anamwangalia. Na ni mtu amezaa na yeye watoto, watu wameishi. Unaweza tu advice nini kuhusu hiyo? Juu umetilia mkazo sana, lazima tungoje ndoa. Ndoa ndio hizo. Tuelezee. Asante kwa swali lako. Na kama mimi Imani, kitu ambacho naweza sema kwa sahihi. Mimi bado sijaingia kwenye ndoa na sijui changamoto zilizo ndani ya ndoa bado. But katika ubinti wangu naweza sema nimeona vitu mingi kama binti. Nimepitia kwenye challenge ambazo naweza ongea kama binti kijana. Kusimama na Mungu ni kitu muhimu sana ambacho mimi mwenyewe nimeki-experience katika maisha yangu. Na kama kijana, kama binti, unasikia watu wenye wako kwa ndoa wanaongea kuhusu changamoto zilizo kwa ndoa. Kwa hivyo kama binti umeamua kusimama na Mungu, kuna wale mabinti wako kanisani wanasema wameokoka. Kama mimi mfano, mimi nilikuwa nimeokoka, mimi nimezaliwa kwenye wokovu, mamangu na babangu wamenizaa kwenye wokovu. Lakini ukiangalia matendo ambayo nilikuwa nayafanya nikiwa kwenye wokovu ni matendo mabaya, matendo maovu, matendo machafu ambayo kweli naimba kwaya, kweli nafanya kazi kanisani, kweli waamini mpaka wao wananiamini, lakini bado nazini, bado najizini, bado niko na boyfriend, bado niko na vitu ambavyo vinakuja kuchangia anguko langu mimi. Mimi mwenyewe ndo nilipoteza hatima yangu ambayo nilikuwa nina malengo ya kufika mbali, nilikuwa na malengo ya kuwa mtu mwingine tofauti. Lakini nilipoweka akili kwa zinaa, akili kwa kijana, kumweka kwenye mawazo, kwa sababu nitakuwa ninataka kumwekea awe na matumaini kwamba ninampenda. So atakaponiambia kitu chochote, akiniambia nataka Jumapili uje kwangu, nitakuwa ninahakikisha nimefika kwake ili nisimkosee, ili nisimuumize, kwa sababu nimempenda na ninatamani niishi na yeye. Lakini kumbe yeye anataka kunitumia na mimi sina habari. Ndio hiyo mabinti wengi wanapitia. Wanataka kumdhibitishia mwanaume kwamba wanampenda, kumdhibitishia mwanaume kwamba yupo kwa ajili yake, lakini aangalie maisha yake. Kwa sababu mimi kama ningeangalia maisha yangu, ningeangalia hatima yangu mbeleni, nisingefanya yale niliyafanya. Shukuru Mungu kwa neema yake, aliniokoa kabla na akaweza kunitoa kule, kwa sababu kwa saa hii ningekuwa nishaolewa na ningekuwa hiyo ndoa haingeidumu, kwa sababu kijana hakuwa amenipenda, ningejilazimishia kwake na maisha yangekuwa mabaya. Kwa hivyo mimi ninachoongea na mabinti, kwa sababu mimi Mungu aliniokoa na akaweza kunitoa mahali pale na akaweza kunifanya hivi nilivyo. Ndio maana nimekuja kwenu. Binti, kijana, una uwezo wa kuishi bila mahusiano, una uwezo wa kuishi bila kujizini, bila kuingia kwenye tamaa, kwa sababu hiyo ni kitu ambayo inateka hisia zako, inateka akili zako, inateka fahamu zako, na unajikuta umeingia kwenye mahusiano ambao hao mahusiano yanakuja kukuletea madhara baadaye. Unaingia kwenye ndoa ambao haukuwa umejipanga, umepata mimba bahati mbaya, unajikuta
mamako na babako wamekuzushia, inabidi uende kule mwanaume, bado ulikuwa hujajipanga, bado ulikuwa na malengo yako, ulikuwa unatamani kuwa mtu fulani, ulikuwa unataka kufanya kitu fulani, haujakifanya, lakini umeingia kwenye ile ndoa. Sasa ukishaingia kwenye ile ndoa, kwa sababu akili yako haiko imejiandaa kuingia kwenye ile ndoa, zile changamoto lazima utakutana nazo, kwa sababu utakuwa unajutia. Sasa ile majuto, alafu shetani naye atakuja kukujaza. Sasa utakuwa unaona hapana, bora mimi sijafikia kwenye malengo yangu, nataka kufanya kitu fulani, lakini unashindwa kukifanya kwa sababu ushaingia tayari, ushajikuta pale. Unaweza kataa pia kuingia kwenye ndoa, ukajikuta tena unahangaika, unaachiwa mtoto. Ule jamaa alikuwa amekudanganya, amekataa ule mtoto, unaweza tena kuhangaika na yule mtoto. Maisha yako yamekatishwa, ujana wako umeisha, na ndio hivyo maisha yameko. Kwa hivyo mimi ninapenda kuadvise kijana au binti, kuishi bila mahusiano inawezekana vizuri kabisa, ili usijikute kwenye ndoa ambayo hauko umejipanga. Kwa sababu mimi ninachokiamini, sijaingia kwa ndoa, lakini ninachokiamini, wakati umejiandaa, umesema sasa nimefikia mahali pa kuingia kwenye ndoa, utakuwa unajua mimi ni mke kwenye ndoa, na changamoto zinapokuja utakuwa unajua hapa nitasimama vipi, nitaingia kwenye maombi, nitafanya hivi, nitatafuta ushauri hivi, nitafanya hivi. Utakuwa unaelewa, kwa sababu haujaingia wakati hauko tayari, umeingia wakati uko tayari kuingia kwenye hizo changamoto. Kwa hivyo utakuwa uko tayari kuingia kwenye hizo changamoto. Kitu ya pili, utakuwa unajua kama kwa ndoa umeingia katika njia iliyo sahihi. Mchungaji wako, wazazi wako wanajua. Utakuwa hata ukiwaendea kuwauliza, watakuwa wana ile nguvu ya kukusaidia, kwa sababu wanajua kabisa ulienda kwa kupenda. Ndiyo, kuna wengine wanaingia kwenye ndoa, lakini ukiangalia bado changamoto ziko. Ni wewe mwenyewe ujiulize, je, ulikuwa tayari kuingia kwenye ndoa? Ulikuwa tayari umeamua? Je, uliomba Mungu akupe majibu yaliyo sahihi, ama uliingia tu kwa sababu ya peer pressure ya wenzako, vijana wenzako wameolewa? Kama mimi mwenyewe, ukiangalia wote ambao tulisoma pamoja, tulikuwa pamoja, tumekuwa pamoja kwa kijiji, wote wameolewa, lakini mimi bado sijaolewa. Kwa sababu gani? Nimesema nitaolewa kwa wakati wa Mungu, si kwa sababu fulani aliolewa basi niende kuolewa. Hapana. Kwa hivyo binti, kijana, kuishi bila mahusiano inawezekana. Ni wewe tu ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Timiza malengo yako. Kama unasoma, soma, maliza. Chana na mambo na wanaume, chana na mambo ya wasichana. Soma, maliza, fanya kazi yako, jiimarishe, hakikisha umesimama kwenye malengo yaliyo sahihi. Fanya huduma zako, mtumikie Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na ya Mungu hawezi kukuaibisha. Tukisoma Yusufu kwenye Biblia, basi Yusufu akaletwa Misri, naye Potifa, akida Farao mkubwa wa askari, mtu Misri, akamnunua mkononi mwao walio Waishmaeli walimlete huko. Unaona, Yusufu aliuzwa kwa nchi, na Yusufu alisimama na Mungu, kwa sababu ukiangalia hapo mstari wa 10, tuanzie 9 inasema, kuna mtu mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe ni mke, nifanyie ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Unaona, Yusufu alimuogopa Mungu kwa wakati mgumu, kwa sehemu ngumu, lakini alimuogopa Mungu. Alisema, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Kuvalika dhamana ya Mungu mbele. Hakuweka kwamba hakuna mtu ataniona, hakuna mtu. Sasa hiyo ni siri ambayo ni yeye na mke wa Potifa, na wangefanya hakuna kitu ingefanyika. Lakini ungeangalia hatima yake ingekuwaje? Hatima yake ingekuwa mbaya kama angelifanya ubaya huu, maana angemkosea Mungu, na baraka ambazo Mungu alikuwa amemwekea mbele asingelizipata, na wala asingeokoa familia yake. Kwa sababu ukisoma Yusufu yote utajua Yusufu alikuja kuiokoa familia yake.
kwenye janga la njaa, na hao ndugu waliomuuza ndio waliokuja kupata msaada kwa Yusufu. Kwa hivyo unapofanya kitu ambacho kinamkosea Mungu, hebu keti ujiulize, hapa nitakifanya, nitazidi na mtu huyu, je, hatima yangu itakuwa vipi? Kuna vitu ambavyo utakuwa umevifanya ambavyo utazuia baraka zako, utazuia hatima yako, na hautafikia malengo ambayo Mungu anakuwa amekuwekea mbele. Tumeshukuru sana kwa hilo neno. Ndio. Na kwa majibu yako mazuri sana. At least unaelimisha watu. Kabla ya ndoa lazima tumuweke Mungu mbele. Na tungoje. Hakuna mbio. Usikimbilie. Sawa sawa. Nimeshukuru sana Faith.